The same story, new chapter. Tunapokutanisha mawazo ya watu, tunapoangalia yale yanayowakumba wao, kwani sisi hatujui ila ulimwengu wao unazungumza kitofauti. Najua wewe ni shujaa, najua wewe ni mpambanaji unayetaka vitu vya kitofauti kwenye jamii yako. Yapo yanayokufanya ufikirie sana zaidi na vile ambavyo ulivyo. Leo kwenye new story, the same chapter, wewe ni shujaa wetu. Basi ni kwa wakati mwingine tena, bila kupoteza wakati, tunaendelea tulipoishia kwa siku ya jana. Mimi naitwa Madam T, unasikiliza 98.7 Banana FM, na tunaendelea kusonga mbele na simulizi ya kipenzi chetu, ndugu yetu, mpendwa wetu, Jennifer. Mpaka siku ya jana alikuwa ametuambia kwamba alifika mahakamani na Jennifer anasema alitoa shahidi ambao alimtetea Tony, ambaye kina Sonia wanamjua kama Godfrey, lakini anaitwa Anthony. Jina lake mahakamani lilitajwa kama Anthony, hakuwa anaitwa Godfrey. Godfrey ni jina ambalo amejisingizia nalo tu, ni jina ambalo alikuwa ametumia kumdanganya Sonia. Lakini pia kitu kingine ambacho nilisahau kuwafahamisha, kuambia kuhusiana na jina la ila Godfrey na huko anaitwa Tony, Godfrey Tony, basi mahakamani pia wale waliuliza. Na Jennifer anasema niliwaambia kwamba marafiki zake wengi wamezoea kumuita hilo jina la Godfrey kwa sababu pia ni jina lake ambalo huwa mara nyingi analitumia, na ni jina ambalo wamezoea kulitumia kama nickname, mtu amezoea kumuita hivyo Godfrey. Ni sikuwahi kuuliza kwa nini, sikuwahi kujua kwa nini wanamuita hivyo, lakini ni jina ambalo pia alikuwa analitumia. Jana anasema nilimtetea pia mahakamani kwenye hilo. Kwa hiyo jana anasema maisha mengine iliendelea na mahakama ya kesi ilimalizika. Basi ushahidi kuonekana kwamba Tony ana makosa, na mimi nimerudi nyumbani na nini. Jana anasema harusi imeahirishwa na babangu akanifukuza nyumbani. Tulipoishia jana, ambapo Jenny anasema amefukuzwa nyumbani na babake na ameenda nyumbani kwa kaka yake. Jana anasema amekaa pale anakaa kwa kaka yake ndio, lakini ni kama kaka yake yani ile hana mwamko wowote na yeye, yani hapendi akae pale, lakini ni basi tu kwa sababu amemsikiliza mama hawezi kunifukuza. Lakini Jennifer anasema kakaangu mwenyewe alikuwa amekasirika sana, amenikasirikia sana. Kwa hiyo anasema wifi yangu kidogo ndio alikuwa na mimi sambamba, akawa ananiambia kwamba nisijali, mapenzi yana nguvu sana, na kama nimepambania kwenye kile kitu ambacho nakipenda basi nisiofu kabisa, kwa sababu upendo wa kweli unashinda siku zote. Mapenzi siku zote huwa yanashinda dhidi ya kitu kingine chochote kile. Kwa hiyo nisijutie uamuzi niliofanya, kwa sababu jana nasema nilikuwa nalia, najiona kama nimefanya mistake kubwa sana, kwa sababu naona hakuna mtu ambaye yuko upande wangu. Kila mtu ananilaumu, kila mtu ananihukumu, kila mtu anasema anavyotaka yeye. Jana anasema kanisa ni kule kwa niko yani kila mtu alikuwa ananiponda mtaani, kila mtu anasema analozungumza la kwake. Yani naona kama nimevishwa uchafu, ninanuka. Jana anasema lakini siku moja wakati niko kule kwa wifi yangu alinitafuta Tony. Jana anasema nilisikia kidogo faraja moyoni, nilijua kabisa kama nilisi nimempoteza Tony, nimempoteza Felix na nini, lakini Tony alinitafuta. Na Jennifer anasema alinitafuta na namba nyingine tofauti kabisa, na akasema kwamba alikuwa amepoteza, sikujua hata namba yangu ametoa wapi, lakini simu anasema ile siku ambayo alikuja kuchukuliwa pale na Felix na mapolisi na nini, hakufanikiwa kuipata simu yake, hakujua iko wapi. Kapambana kapata namba yangu na nini endelea, ndio maana akanitafuta. Jana anasema Tony alinitafuta, akaendelea kunifariji na aliendelea kunishukuru sana kwa kumtetea mahakamani. Akaniambia kwamba kama soe basi huenda angefungwa,
angehukumiwa, angefungwa, angeishi jela kwa muda mrefu, lakini anamshukuru kwa sababu amemuokoa hajafungwa. Jina anasema Tony akaniambia pia anajua kwamba ndoa yako imeahirishwa, sijui alijulia wapi. Akasema kwamba anajua kwamba ndoa imeahirishwa, hakuna ndoa tena, lakini akaniambia kwamba yuko tayari kuwa na mimi kwa wakati wowote, kwa muda wowote, kwenye hali yoyote, yuko tayari kuwa na mimi. Jana anasema mimi nilikuwa naongea na mimi nalia tu, nalia, sina cha kufanya. Akawa ananiambia kwamba nisijali, hata kama anaona kama sehemu ambayo yupo sio salama, anaweza kaondoka na mimi na kwenda na mimi mbali kabisa kuanzisha maisha mengine na nini. Lakini jana anasema mimi nilikuwa sipendi chuo, lakini tayari nilikuwa nipo chuo. Jana anasema nilikuwa nimebakiza miaka 2 chuoni. Yaani bado nilikuwa ninasomeshwa, na mbaya zaidi Jennifer anasema nilikuwa nasomeshwa na Felix. Kila kitu ilikuwa ni juu ya Felix. Jana anasema nilikuwa naishi maisha mazuri kweli, na babangu mimi kanifukuza, kwa hiyo sina wa kuendelea kunilipia ada. Kakaangu mwenyewe ndo huyu, haeleweki. Jennifer anasema kakaangu ni daktari, lakini sijui kama anaweza kaendelea kunisomesha tena. Jennifer anasema kwa hiyo kuanzia pale tulikuwa tunawasiliana na Tony, ananitafuta na nini. Jennifer anasema nikawa nakosa amani sana kukaa pale nyumbani kwa kakaangu. Haonipendi, hazungumzi na mimi kama mdogo wake, hajanisamee, hajafanyaje. Kwa hiyo ndo nikawa naambia mama nakaa hapa tu kwa sababu wifi yuko na mimi sawa, lakini kaka nipendi, hataki kuongea na mimi. Akikuta tunakula kama mimi nipo, basi hakai hapo mpaka mimi nitoke na nini, au amwambie mke wake amletee chakula chumbani, ili tu hataki kukaa na mimi. Jennifer anasema niliona kama si wapi watu uhuru, na nafanya kakaangu anakuwa mara nyingine kama anamkosea wifi yangu. Kwa hiyo anasema niliwaza kuondoka na nikamwambia Tony kabisa kwamba mimi nataka niondoke hapa. Kwa hiyo Jennifer anasema mimi niliondoka pale kwa wifi yangu. Wifi yangu alikuwa hataki, akiniambia kwamba huko huwezi kujua maisha yatakuwaje, Tony yeye hana kazi ya kudumu, huwezi kwenda kuishi ile maisha ambayo alikuwa anakupa Felix, utaenda kuteseka mdogo wangu, babako hakusikilizi, hawezi kukutumia chochote, kwa hiyo utaenda kuteseka. Nikaambia hapana, Tony ni mwanaume na itabidi aishi na mimi kama mwanamke wake na hawajibike juu yangu. Sina uhakika kama nitamalizia chuo, nitaendelea chuo, lakini hilo najua siwezi nikamlazimisha kufanya hivyo, lakini kuwajibika juu yangu hana budi kufanya hivyo, na ameniahidi anaweza kufanya hivyo. Kwa Jennifer anasema niliondoka, nilimwaga wifi yangu, japo pia nasema wifi yangu kwenye kunipa moyo alieleza mambo mengi, mahusiano yake ya nyuma alivyokuwa mpaka akaja kuolewa na kakaangu. Nasema nilieleza vitu ambavyo nilikuwa ni maisha yake binafsi, na hapa tunazungumza maisha ya Jenny. Kwa hiyo ile maisha ya wifi yake hayana umuhimu kwetu, kikubwa tujue kile ambacho Jenny amekipitia. Jenny anasema kwa hiyo mimi niliondoka nikaenda kuishi kwa Tony, na Jenny anasema Tony alinipokea nikaishi kwa Tony. Na Jennifer anasema Tony hakuwa ana kazi yoyote ya maana, lakini Jennifer anasema Tony alikuwa ni mtu ambaye yuko vizuri sana kwenye masuala ya IT, yuko vizuri sana kwenye masuala ya kutumia kompyuta, simu na nini. Kwa hiyo Jennifer anasema kazi ambayo alikuwa anaifanya Tony haikuwa rasmi, lakini kwa sababu haikuwa ile kwamba ni kazi yenye uhakika wa kulipwa mwisho wa mwezi, hapana. Lakini Jennifer anasema ilikuwa ni kazi ambayo tunakula, tunalala na nini hivyo, analipa kodi, anafanyaje. Kwa hiyo anasema alikuwa anatengenezea watu sijui application gani, anawasaidia watu kwenye mambo ya kompyuta na nini. Saa nyingine anakuambia anaenda kuwafundisha watu na nini hivyo. Kwa hiyo anasema kikubwa tu nilikuwa namuomba Tony ni kuacha kujihusisha na masuala ya uhalifu, utapeli. Kuna kipindi akawa anatumika na makampuni kuwa hackers na ni kuhack na nini. Nikawa naambia kwamba pia ni risky sana, japo alikuwa anapata pesa nyingi sana, lakini nikawa naambia pia hiyo ni biashara ambayo tu ni utapeli tu, yani ni haramu, sio nzuri. Kwa hiyo
usifanye hayo mambo, mimi naogopa, usije ukaenda polisi, mimi nitakosa kukaa naye. Yeye anasema nilikuwa najitahidi kuongea naye kweli, lakini Jennifer anasema kitu kilikuja kuni surprise sana. Ilikuwa imebakiza kama wiki 2-3 tufungue chuo. Alafu mimi anasema nimeshakaa ile likizo nzima na sina hata mpango, yani si wazi hata kama nitaenda tena chuo kwa sababu najua ni ngumu. Lakini Jennifer anasema siku ile alirudi nyumbani akiwa ana furaha sana. Sema Tony alirudi nyumbani akiwa ana furaha sana. Tayari naishi maisha yangu mimi na Tony. Tunaishi kwa chumba kimoja na tayari tunaishi kama mke na mume. Jennifer anasema Tony alikuja nyumbani akiwa na furaha sana. Na alikuja akaniambia kwamba ananilipia ada. Jana anasema nilishangaa sana furaha yake, nikawa namuuliza na muomba niambie nini, mbona una raha sana nini. Jana anasema aliniambia kwamba atanilipia ada na nitaendelea kwenda kusoma chuo. Sitokatisha ndoto zangu, nitasoma na nini. Jana anasema kiukweli swala la kusoma sio kwamba lilikuwa linaniumiza mimi akili kiasi hicho, linikosesha raha kwa sababu mimi pia mpaka kusoma, kwenda kusoma degree ilikuwa ni mapenzi ya Felix, hayakuwa ni mapenzi yangu, ilikuwa ni mapenzi ya Felix. Kwa mimi nilishamaliza diploma, nisharizika kitambo. Kwa hiyo Jennifer anasema mimi nilikuwa nimeshaona ni kitu la kawaida. Lakini anasema alirudi akaniambia kwamba anataka nihakikishe nimemaliza masomo, kwa hiyo nitaenda chuo kama ilivyo kawaida, atanilipia ada, atanihudumia kwa kila kitu. Jennifer anasema nilikubali, nilifurahi pia. Nikaona vile anavyopambana kwa ajili yangu, anajitoa kwa ajili yangu. Jennifer anasema kama mwanamke, najua mwanamke yote ambaye anaona yule mwanaume ambaye anakuwa responsible kwake, anawajibika kwake, basi anasikia raha. Kwa hiyo anasema nilisikia raha tena kuona okay, nimemkosa Felix, lakini sio kwamba nimekosa kutimiza na lile ambalo nilitakiwa kulitimiza nile na chuo. Lakini Jennifer anasema baadaye nilikuja kuwaza pia kule chuoni, maneno lazima atakuwa ametapakaa kwa sababu nilikuwa na baadhi ya marafiki zangu walikuwa wananishajua kwamba mimi naolewa, lakini pia Sonia anasoma chuo hicho na ndo ifi yangu, alikuwa anatakiwa kuwa ifi yangu. Kwa hiyo tu maneno yatakuwepo, na pia aliniambia kwamba wewe cha kuzingatia ni masomo yako, wewe nenda chuo, ukifika muda umemaliza rudi nyumbani, achana na maneno ya watu asikusumbue na nini. Jennifer anasema kiukweli alikuwa ananipa moyo sana, alafu nilikuwa nina amani ya moyo kwa sababu ninampenda, ananipenda. Kwa hiyo haikuwa hata ni mapenzi ya kunilazimisha kama alivyokuwa kwa Felix. Anasema kiukweli Felix nilikuwa nampenda kwa sababu ananihudumia, ana pesa kunipa chochote ninachokihitaji, na chochote anachonipa ndio maana nilihisi kama naweza kuishi naye. Lakini sio kwamba ni Felix angekuwa ni mtu ambaye ana pesa kusuasua, sidhani kama ningeweza kuwa naye. Huo ndio ukweli kabisa kutoka moyoni. Kwa hiyo Jennifer anasema ndivyo ilivyokuepo. Mambo ndivyo ilivyokuepo. Na kitu kingine ambacho nimesahau kuambia ni Jennifer anasema pia dadake baadaye kufukuzwa nyumbani, dadake alikuja kumtafuta, akaongea naye kwa alivyojua kwamba ndoa imeahirishwa. Akaniambia kwamba Jenny, ni pole sana, lakini hili nilijua litatokea, japo sikujua kama litachelewa alafu litakuja kwa ubaya kiasi hiki. So pole sana. Jenny anasema dadangu alikuwa ananipa pole, lakini alikuwa ananipa maneno ambayo kama kashfa fulani hivi, kwamba alijua kwamba mimi na Felix tutaachana, lakini hakujua kama tutaachana kwa ubaya hivi. Lakini yanasema haikunisumbua kwa sababu maneno ambayo nilikuwa nimeyasikia ni mabaya zaidi. Kwa hiyo maneno yake hayakuwa yananisumbua kiasi hicho. Kwa hiyo anasema nirudi tena chuo, tuendelea kukaa na Tony, mimi nikiwa na wasiliana tu na mamangu kwenye simu siku moja hivyo. Mamangu anaendelea kunitafuta na wifi yangu, tunawasiliana, watu ambao familia yangu ambao nilibaki nao walikuwa wanawasiliana na mimi. Jennifer anasema kiukweli wifi yangu alikuwa na moyo wa kipekee sana. Yani kuna vitu ambavyo ingekuwa ni unafiki, basi kuna wakati ambapo ungefika ningejua kabisa ananinafikia. Lakini Jennifer anasema wifi yangu alikuwa na roho yake, alikuwa na pepo yake. Yani wifi yangu ana moyo wa kipekee yake. Alinichukulia kama mdogo wake na sio wifi. Ndio maana aliweza kuishi na mimi vizuri. Jennifer anasema mimi niliendelea na chuo, maneno ya chuo. Anasema kiukweli mwanzoni nilipata changamoto, lakini nilifika mahali nikazoea, alafu pia maneno yakaisha. Tukaanza upya, yani maneno yakaisha, akawa hakuna lolote linalozungumziwa tena. Jennifer anasema nimemaliza mwaka, yani hata kabla sijamaliza. Anasema hata kabla sijamaliza mwaka wa pili, niko semester ya pili. Jennifer anasema nilipata ujauzito. Nilikuwa ni mjamzito.
Lakini Jennifer anasema pia nilimwambia Tony, alifurahia, hakupingana na mimi. Japo Jennifer anasema mimi nilikuwa natamani sana kama ningemaliza kwanza chuo, alafu ndo masuala ya kuzaa yaje hivyo. Na Tony mwenyewe alikuwa anasema natamani sio je nioe kabisa rasmi, afunge harusi na mimi kama nilivyokuwa natamani harusi, basi harusi fanikiwe na nini. Lakini Jennifer anasema mwaka wa pili, semester ya pili tu nimepata ujauzito. Na Tony akawa amesema yuko tayari kuwajibika, kuendelea kuwajibika kwa sababu tayari mimba imeshapatikana. Kwa hiyo hakuna njia nyingine tena, hatuwezi kutoa ujauzito. Kwa hiyo mimba italelewa na mtoto atazaliwa. Jennifer anasema hilo lilipitishwa na Tony, na mimi Jennifer anasema Tony nampenda kupitiliza, yani nampenda sana. Kwa hiyo sikuwa na budi ya kumsikiliza na kusikiliza kile ninachokitaka. Jennifer anasema nilikubali na basi tukalea mimba. Jennifer anasema nilimaliza mitihani yangu ya semester nikiwa bado ni mjamzito, semester ya pili. Nimeenda likizo ni mjamzito. Jennifer anasema baada ya kipindi kimoja muda kupita, Felix anasema Tony anasema Tony aliibiwa laptop yake. Aliibiwa ile kompyuta ambayo alikuwa anafanya nayo kazi, yani ile kompyuta ambayo ilikuwa ndo kila kitu, yani ndo each and everything. Ndio ilikuwa inatuingizia kula na tulipia kodi na alipa ada na nini. Jennifer anasema vitu vyake Tony alikuwa anaweza asitoke nyumbani, akakaa nyumbani lakini akapata pesa. Jennifer anasema Tony alikuwa anaweza kufanya vitu vingi sana vya kutumia kompyuta. Anatengeneza graphics, anatengeneza application, software na wapiga Windows na nini. Kwa hiyo anasema yeye alikuwa ni mtu ambaye anakaa nyumbani, anaweza akakaa nyumbani lakini akaingiza pesa. Akawa ameshinda nyumbani lakini akaingiza pesa. Lakini ile kompyuta ilikuja kuibiwa. Anasema ilikuwa ni kompyuta ambayo ilikuwa ni kubwa na ilikuwa ni kila kitu kwenye maisha yake, kwa sababu ilikuwa ndio inafanya kila kitu. Kwa alikuwa amejitahidi kuwekeza kompyuta menua ya gharama ambayo ina ukubwa, inaweza kufanya kazi nyingi na nini na nini. Lakini Jennifer anasema ikaibiwa. Hapo ndo mambo yakaanza kuwa mashokolo mageni. Itakuwaje? Maisha yake itakuwaje? Yataendaje? Tony ndo kila kitu kwenye maisha ya Jenny. Ndo analipa ada, ndo analipa kodi, ndo anakula, anavaa, anafanya kwa kila kitu kwa Tony. Na kila kitu kilichokuwa yani pesa zote zilikuwa zinapatikana kutokana na Tony mwenyewe. Kazi alikuwa anafanya nayo kompyuta imeibiwa. Itakuwaje? Nini kitatokea? Kitu gani kitafanyika? Basi kesho tutaendelea. Na natakia jioni njema, na natakia usiku mwema. Kesho na yenyewe ni siku.